tutaelezana madhara ya njia za kisasa na pia faida ya njia za asili. Tukiwa kama Wakatoliki, sisi tunadili na njia za asili, hatutadili na njia za kisasa. Na maelezo yetu yatakuwa yaani mafundisho yatakuwa kama majadiliano. Kwa hiyo tutajadiliana kwa pamoja, tujue jinsi gani tunavyojua kuhusu uzazi wa mpango. Naomba yaani tuelezane jinsi ya kupanga uzazi. Nadhani wote mnajua kitu gani uzazi ni nini, yaani kupanga uzazi ni kitu gani. Labda mmoja atuelezee, tukisema kupanga uzazi tunamaanisha nini? Kasema yeye ni kile kipindi cha kupishanisha watoto wasifuatane. Mwingine anaweza kutusaidia? Karibu dada. Kupanga idadi ya watoto. Safi. Mwingine? Kaka hapo. Kuwa na idadi ya watoto ambao unaweza kuwalea. Kuwa na watoto wakati ambao wewe uko tayari kuweza kumlea. Safi. Siko tofauti sana na wenzangu, lakini hiyo ni mpango kwa maana kwa maana ya kupanga kwa maana ni idadi ya watoto ambao wanataka kuwazaa kulingana na uwezo wao kuweza kuwalea, lakini pia na ile mtawapishana kati ya mtoto mmoja na mwingine. Sawa kabisa. Majibu yote ni sahihi, lakini kama mlivyosema ni mpango wanaopanga wanandoa ambao wapo katika ndoa. Kupanga ni lini waanze kupata mtoto, na huyo mtoto mwingine wapishane kwa muda gani kupata mtoto mwingine. Unapoingia kwenye ndoa unaweza ukawa labda mama amekuwa hayuko tayari, kuna wengine wanakuwa na changamoto labda ya kiafya kidogo, kwa hiyo unaweza kusema ngoja kwanza tusubiri ndipo uje upate ujauzito, au mmepanga tuna mambo yetu mengine, kwa hiyo sisi tumeoana baada ya miezi 6 mama atapata ujauzito, au baada ya mwaka atapata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito tutakapozaa huyo mtoto tutapanga baada ya miaka 2 au 3, tuseme 3 au 4 atapata tena ujauzito mwingine. Pale unampa mama nafasi pia ya kujiandaa kiafya ili aweze kutengeneza apate tena ujauzito mwingine. Na pia mnajipa nafasi ya kutafuta, kwa sababu mama anapokuwa na ujauzito kuna mambo mengi kiafya yanaweza yakatokea. Kwa hiyo mnajipa nafasi ya kutafuta pia mali ili muweze kumudu kumtunza huyo mtoto na kumtunza mama anapokuwa mjamzito. Kanisa kama kanisa halijawahi kuruhusu na halitakuja kuruhusu. Kwa hiyo sisi tunafundishana kuhusu njia za asili na zinafanya kazi vizuri kupita hata njia za kisasa. Sasa sijajua mlivyo ya asili au mlitumia kalenda. Kalenda ni njia ya asili ambayo sisi Wakatoliki tunahitaji kuitumia sana njia ya kalenda. Tunapoenda hospitali, kliniki, maana tunasema mama anapojigundua tu kuwa mjamzito aende kliniki. Mama anapogundua tu ni mjamzito aende hospitali. Na pia kabla ya hapo, kama ndio mmeanza kupanga uzazi wa mpango,
mnapoenda kliniki kushauriwa, kwa sababu hawashauri tu njia za kisasa. Kule tunashauri hata njia za asili. Kwa hiyo sasa wewe ni Mkatoliki, wengi wenu au wengi wetu huwa tunaenda kwa njia za mkato. Anafundisha, baadaye unasema mimi naomba kuchoma sindano. Lakini kumbe hata ile nyingine umefundishwa, ambapo wewe ungeweza kuchagua, ambayo haina, yani itakusaidia wewe kutunza afya yako na kupata mtoto wako tu aliye salama. Kwa hiyo wengi sisi tunakimbilia kwenye njia za kisasa. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa, yani hata njia hizi za uzazi wa mpango wa asili tunakuwa tunasema hatujui, lakini hospitali, kliniki zinafundishwa zote. Ndio maana sasa hivi mpango baba na mama wanatakiwa waende, kwa sababu hii njia ya asili hauwezi kutumia mama peke yake. Na hata hivyo njia za kisasa, wengine wanaokimbia unakuta mama amekuja peke yake, anajificha, anapoona kuna shida ndio anamshirikisha mume wake, wakati wao ameshapata mazao. Umeona? Kwa hiyo tunachotakiwa tuende na wenza wetu, mtafundishwa jinsi ya kutumia njia za asili. Na njia za asili kama mlivyosema, kuna kalenda, kuna kutumia joto la mwili ambayo tunaangalia, tunasema temperature. Unaona? Pia katika kutumia kalenda unaweza ukatumia kwa mama akawa anaangalia nini? Yani ute. Kuangalia ute wake. Kwa sababu kipindi cha ovulation kunakuwa na ute unaoteleza kama yai, na kipindi ambacho sio cha kipo salama, ute wako unakuwa hautelezi. Kwa maana tunasema unachanganya na nini? Na kuangalia ute. Sasa tuangalie hii kalenda tutaitumiaje ili tusiweze kupata ujauzito. Mwanamke mzunguko wake na siku 28 hadi 30. Ndiyo kabisa. Tunaanza na siku za hedhi. Ziko 3 mpaka 5. Ndiyo. Kutoka siku za hedhi 3 mpaka 5 unaanza siku salama. Kuanzia 6 mpaka 10. Kutoka siku 10 unaingia siku za hatari ambazo ni siku 11 mpaka 19. Kutoka 11 mpaka 19 unaingia 20 mpaka 28 ni siku salama. Unaruhusiwa kushiriki na mpenzi wako au mume wako. Kwa asilimia kubwa tunaitumia na kama kanisa tunaipendekeza, huwa ni njia salama, kwa sababu watakuwa kufahamu mzunguko wa mke wake. Kwa mwanaume atakuwa ajue mke wake ana mzunguko gani na shughuli anayofanya, kwa sababu kuna shughuli ambazo zinasababisha mwanamke anaweza akaingia kabla ya siku zake zile 28 au akazidisha zile siku 30. Kwa hiyo unapokuwa umemjua mke wako ana mzunguko gani, ni rahisi hata wewe mwanaume ushiriki naye tendo kwa njia ambayo salama, kwa sababu zile siku 5 ambazo ziko hedhi kuna siku zinaingia salama, kwa unajua ni shiriki na wana gani. Na huwa wanasema mbegu ya kiume huwa ina survive masaa 72. Kwa kama unajua sitegemee kupata mtoto, najua katika zile siku salama ni shiriki siku ya ngapi, ili ale masaa 72 ile mbegu ya ambayo ya mwanaume ndio imefanyaje, imekufa kabla ya kufikia yai. Kwa njia ambayo tunataka tujue kwanza shughuli ambayo mwanamke anaifanya, ambao kama itamsababisha yeye kuenda mzunguko wake kuwa salama, itamsaidia sio mwanaume kupanga uzazi vizuri. Miezi 3 ile itakusaidia wewe kujua mzunguko wako ni mzunguko ule mrefu ambao ni wa siku 28 mpaka 30 au ni mfupi wa siku 25. Kwa ukishajua mzunguko wako ukoje, ndipo unaweza kupanga, yani ndipo unaweza kutumia hii kalenda ipasavyo. Na kujua kabisa, kwa sababu kuna wanawake wengine ana hormone imbalance.
unakuta anaweza kawa na bleed siku zinazidi. Sasa hiyo ni changamoto, ni tatizo ambao unatakiwa kwenda kuwaona wataalamu. Kwa ndio maana tunakupa kwanza miezi mitatu, yaani mnajipa miezi mitatu ya kuisoma kalenda. Wakati huo mnaandika kabisa, je, huu ni mzunguko wa siku 28 na siku au na zaidi au siku 30, au ni mzunguko wa siku fupi, muda mfupi kwa siku 25. Kwa utakapojua ndipo utaweza kuitumia hii kalenda ipasavyo kama dada alivyosema.